Baada hivi vitu vyote kufanyika, kwa maana kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vinafanyika nyuma pazia jinsi nilivyotaja hapo mwanzoni, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan akaamua kupaza sauti, yani kuvunja ukimya wake. Akatoa hotuba fulani ambapo aliwakemea wanaharakati kutoka nchi za nje na vile vile wanaharakati wa ndani, akiwaambia kuwa hawatapewa nafasi ya kufanya wanaharakati na vile vile kuleta vurugu mechi ndani ya nchi. Ya ni rais wa nchi anazungumza. Na kule wanasema tamko la rais ni sheria. Tamko ama agizo la rais ni sheria katika taifa la Tanzania. Kwa hiyo hilo naamini kwamba na hata kabisa ikabidi aamuru vyombo vya dola na taasisi zote za sheria, unaona, kwamba kwa vyovyote vile wasiruhusu mambo kama hayo kutokea, wawe makini, wawe macho, kwa maana kuzuia. Anajaribu kadiri uwezo wake kulinda ilani ya Chama cha Mapinduzi. Alitwika jukumu ya kuitetea na kuenenda kulingana na utaratibu ambao wanapaswa kufanya kama chama. Unaona, maana kila chama kuna ilani ya chama, unaona, na pia vile vile kuna sheria za nchi. Kwa hiyo lazima aziainishe, unaona, ziambatane moja kwa moja kwa faida ya wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo pale alizungumza kama taasisi, kwa maana urais, unaona, ya kwa ajili ya kufanikisha yote. Lakini kubwa zaidi, wanaharakati ni kitu imekuwepo duniani kwa miaka na mikaka, ni kitu ambacho hauwezi ukaipuzilia kwa vyote vile. Imeleta mabadiliko makubwa katika mataifa mengi duniani. Unazungumzia Marekani, kulikuwepo na wapambanaji kama Malcolm X, kulikuwepo kina Martin Luther King, na mpaka leo tunapozungumza kuhusiana na mabadiliko ya kisiasa katika mataifa mbalimbali, ni baadhi ya wahusika ambao wengi watawanukuu. Na tunaweza kuona kwamba hali ya uharakati ama tukio ambalo walifanya miaka ya nyuma yalileta mabadiliko makubwa sana katika mbinu ama mfumo wa utawala katika mataifa mengi. Marekani yenyewe, mtu mweusi alikuwa mara nyingi katika several states, majimbo kadha wa kadha, kutangamana na wazungu, unaona. Wengine hawakuwa wanapata nafasi katika ofisi za serikali ama huduma za serikali zilikuwa zinapeanwa kwa ubaguzi. Kwa hiyo ilichukua muda mrefu, wengi waling'atwa na mbwa, polisi walitumia nguvu kupita kiasi, kunyanyasa, kukandamiza ama kudhulumu wapambanaji. Lakini unaambiwa siku zote kila kitu na wakati wake, unaona. Baada ya muda, mwisho walisalimu amri, na mpaka mwisho tunakuja kupata rais mweusi ama rais mwenye asili ya bara la Afrika, na sio kwa kubahatisha, tena kutoka taifa jirani la Kenya. Unaona? Kwa hiyo Samia na deal na watu ambao kidogo wako some very complicated neighbors, unaona. Hii ni nchi ambayo imetoa rais wa Marekani mzee. Majirani watundu wanaitwa watundu. Lakini kubwa zaidi katika hili, yeye mwenyewe alikuwepo katika mchakato mzima kujaribu kufanikisha safari ya kupatikana kwa katiba mpya. Nakumbuka hata Bwana Makonda akimpa sifa sufufu, na hata akapendekeza iwapo kwa vyote vile wangepata, CCM ingepata opportunity, wangempa Samia nafasi ya kuwa hata kama naibu wa rais, ama cheo chochote kile ambacho kinaonekana kwamba ni nzito, yenye ushawishi mkubwa katika ardhi ya Tanzania. Kwa hiyo wanaharakati kwa vyote vile watakuwepo tu, inye isinye. Uganda wapo, wanapigwa na uwawa, lakini wapo tu wanapambana. Kenya walikuwepo na bado wapo, unaona. Unasema, kuna mtu alimwambia Idi Amin Dada, you may kill us but you never kill the spirit of our people. Kwamba unaweza ukatuua lakini hautaua roho, unaona, that spirit ya watu wetu. Kwa sababu wakati utakapofika, unaona, tutapata kile kitu ambacho tunafanya tunataka. Kwa hiyo katika hili ni kuahirisha the problem. It's just
postponing the problem. Tukirejelea kukataa hawa wanaharakati wawepo na kwamba watu wasije katika taifa la Tanzania, wanasema kuna mtiririko wa watu, yani the flow of people. The flow of people. Unajua maana flow? Yani kama maji. Flow. Ni kama mafuriko. Ni kama maji yanafuata mkondo fulani alafu yanaingia baharini kwa fujo. Yes, yeah. So nasema kuna watu fulani, mtiririko wa watu kutoka kanda hii, unaona? Walikwisha haribu kule kwao, wanakuja sasa kufanya nini? Hapa kwa jicho la tatu, kwa macho ya kawaida ya nyama, nilikuwa naona wengi wanaona ni Wakenya wa kawaida, ndio sababu naona kwa kwenye mitandao wanarusha vibonzo, matusi, nini, Wakenya wale. Lakini kwa jicho la tatu, kwa ufupi alikuwa anasema kuna viongozi. Alikuwa amemaanisha viongozi. Ni viongozi wamekwisha haribu kwao. Wananchi haribu chochote? Kuna kitu mwananchi anaharibu? Mwananchi anaongozwa, yule ambaye na cheo katika jamii kikatiba, ndiye ametwikwa jukumu la kunyoosha mambo, unaona, kwa utaratibu ambao unapaswa kuwa. Na ndio sababu unaweza kuona kuna wizi, unyakuzi wa ardhi, kuna wizi wa kura, kuna ufisadi hapa na pale, mambo ambayo kidogo yanakwenda tenge kinyume na utaratibu wa sheria. Kwa hiyo tumeharibu kupitia viongozi wetu. Wale wasiokuwa na nidhamu, walisema hawana nidhamu, watovu wa nidhamu. Watovu wa nidhamu wakubwa katika nchi ya Kenya ni wanasiasa na viongozi. Nadanganya? Ni ukweli. Watovu. Samia, kuna ukweli. Samia hakuwa anataka mwananchi wa kawaida. Alikuwa anaelekeza kidole cha lawama kwa viongozi. Martha Karua ni mmoja wa viongozi. Amekwepo akiwa mbunge wa Gishugu. Amekwepo akiwa waziri katika serikali ya Kibaki, waziri wa sheria na katiba. Akawania urais mwaka wa 2013. Aliwania urais. Na pia alikuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga. Ni kiongozi huyu. Mwanaharakati. Na yeye kwa kimombo tunasema kuna kitu katika somo la kilimo, agriculture, soil sampling. Unapochukua mchanga kutoka eneo fulani, unaipeleka kwenye maabara kwa ajili ya kuifanyia utafiti wa kisayansi. So Martha Karua na baadhi ya viongozi, mheshimiwa, ni mfano hai wa wale viumbe aliwataja. Unajua alitaja kuna viumbe. Ndio. Hilo neno viumbe. Yani creation. Sasa unajua hapa tuna mega moja. Kila maneno mazito sana mzee. Kuna viumbe. Viumbe wako pale katika majengo ya bunge. Majengo ya bunge katika Jamhuri ya Kenya na hata mpaka Ikulu hawakosekani. So kwa tafsiri yake ni kwamba wao ndio wamepanga mambo yote na kuvuruga. Kwa sababu mwananchi wa kawaida hana nguvu wala uwezo wa kusafiri kwa njia ya ndege. Ni wachache mno wanaweza fanya kitu kama hicho. Sisi ni watu wa kawaida tu mzee. Lakini wenye ushawishi mkubwa ni hawa watu ambao walikuwa wakiwataja. Na hapa kwa jicho la tatu anarejelea viongozi. Kwa hiyo mnapanga haya mambo kwenye mataifa yenu, kisha mnakuja kuingiza katika taifa letu. Ndio alikuwa anasema ati kule kwao wamedhibitiwa, wamerudi huku kutovuka huku kwetu. Alidhibitiwa si mwananchi wa kawaida. Mwananchi wa kawaida anajieleza kama wale Gen Z waliwakataza kwa ufurusha pale bungeni, wakaenda kala ubwabwa mzee. Wakati wa maandamano ya Gen Z. Kwa sababu katiba ya Kenya, nguvu, mamlaka kuu, mamlaka ipo katika mikono ya mwananchi. Manake amempa rais dhamana ya kuongoza. Kwa hiyo Mheshimiwa Ruto ni mfanyikazi wa Wakenya. Wakenya wakiamua hatutaki hivi, lazima asikilize. Na hata unaona wakati wa Gen Z alisikiliza. Akasema okay, nimewasikiliza. Tufanyeje sasa? Tunatoa huyu, tutoe, tufanye hivi bla 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 bla. Hapo vipi? Hawezi kuturidhisha 100%, lakini at least kuna mabadiliko ambayo kuna mabadiliko kiasi cha haja. Kwa hiyo matamshi ya Mheshimiwa Rais kidogo alikuwa anaelekeza kidole cha lawama kwa baadhi ya na watu pia sio watu wachache mzee.
watu kwa njia moja ama nyingine wanapata ufadhili kutoka katika mataifa ambayo yana uwezo mkubwa, NGOs. Kuna Ford Foundation na kadhalika. Unaona? Kufanikisha shughuli za wanaharakati. Naam. Wamefanya hivyo pale Kongo wakati wa Desire Kabila akitokea katika mipaka ya Uganda na Rwanda. Naam. Kwenda kumpendua na kumfurusha Mobutu Sese Seko. Unaona? So mwenyewe unajua ni mtu ambaye amekuepo mpaka katika mataifa nje, mpaka kule UN, Mama Samia. Kwa hizi changamoto zote anazielewa, maana amekuepo katika ngazi za juu. Unaona? Na ndio sababu amepiga darubini akawaambia, ninawajua. Mnachokuja kufanya hapa hamtaruhusiwa, lakini sidhani kama ni sawa pia kuwazuia. Kwa sababu tunategemeana. Nchi ya Tanzania ilichangia pakubwa kwa Afrika Kusini kupata uhuru. Na Kambarage Nyerere aliruhusu baadhi ya wahusika wapiganaji kuingia na kupiga kambi katika udongo wa Tanzania, kule Mtwara na maeneo mengine kule kote. Hata pale wale Machel kutoka Msumbiji. Walikuwa wanajiita Frelimo. Wakawajengea mazingira. Kwa hiyo Tanzania yenyewe imeparticipate katika wanaharakati wa kukomboa mataifa mengine ikiwemo Afrika Kusini. Mpaka leo na ule ama sema mahusiano mazuri kabisa ya kidiplomasia. Hauhitaji visa kwenda South Africa kwa Tanzania. Kenya wakati huo Tanzania inashirikiana wapiganiaji uhuru wa kule Afrika Kusini. Kenya nao walikuwa wanashirikiana na makaburu. Wakina Sir Charles Njonjo wakati huo. Na Bwana Moi, makaburu wa Afrika. So wanaharakati hakuna vile ata avoid katika taifa lake. Na hata wakati ambapo Kenya tumepatwa na shida mwaka 2007 2008 baada Kivuitu kutangaza matokeo ambayo mwenyewe alisema hakuelewa, naye alishinda kura. Marehemu Kivuitu. Naam. Kofi Annan alipokuja hapa nchini Kenya kwa ajili ya kufanikisha mambo na upatanishi, nakumbuka alikuwa ni katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati huo. Wakajaribu kumleta Cyril Ramaphosa wa Afrika Kusini. Kwa ajili ya kupatanisha. I think alikuwa mbunge. Alikuwa mbunge tu. So Martha Karua mwenyewe huyu ambaye leo hii analalama kwamba amefukuzwa Tanzania. Yet katiba na kuna ule Vienna Convention ama Vienna what? Convention kuhusiana na mahusiano ya mataifa. Na mataifa yale ambao kwa hakika yapo chini ya Jumuiya ya Madola, mataifa ambayo litawaliwa na Uingereza. Yeye mwenyewe leo hii anamlaumu Samia. Yeye mwenyewe nakumbuka vizuri sana Martha Karua akiamuru kufurushwa kwa Bwana Cyril Ramaphosa kutoka hapa Kenya, asije kufanikisha utaratibu ule wa kuleta maridhiano katika taifa hili. Kwa sababu alimuona kama mchochezi. Unaona alileta wanaharakati wake hapa. Leo hii Ramaphosa ni rais wa Afrika Kusini. Taifa la Afrika Kusini. Pia akakosa adabu vile vile dhidi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa wakati huo Bwana Kofi Annan. Akasema is just here for a cup of tea and he'll go back home. Wakati huo alikuwa amelewa madaraka. Unaona wakati huo Martha Karua alikuwa amefanya nini? Amelewa madaraka. Kwa sababu alikuwa waziri katika serikali ya Bwana Kibaki. Kwa hiyo yote alikuwa anafika kwa ajili ya kuleta utulivu katika taifa la Kenya, alikuwa ana mchango mkubwa sana kushawishi vyombo vya dola kumfurusha. Lakini hii Tanzania moja hii ikatoa wahusika wakuu wawili. Kwanza alikuwepo hapa kama international observer wa kura Bwana Jakaya Kikwete.
Jakaya Mrisho Kikwete. Rais wa awamu I think alikuwa ni wa watatu wanne ndio. Akaona mambo iko sawa. Hata yeye mwenyewe kwa akili zake alikuwa anajua mshindi ni nani. Alipofika kule anasikia matangazo akashtuka, kuliendaje mzee? So vurugu Kenya. Vurugu mechi. Mambo ndio hayo, watu bla bla, ikafika inakuaje? Akatumwa tena. Kwa vile Martha Karua pamoja na usika wengine walikuwa sasa wamekuwa very hostile. Wanasema serikali imechaguliwa, huyu ndiye mhusika mkuu. Upande wa pili wanasema sisi ndio tumeshinda uchaguzi. Kwa hiyo lazima kwa vyote vile tupewe nafasi tuongoze. Unaona Jamaa kaapishwa usiku. Kibaki aliapishwa usiku hapa Ikulu mzee. Na Chief Justice marehemu alikuwa anaitwa Evans Gisheru. So mtafaruku akarudishwa sasa kupitia Kofi Annan. Akamwambia njoo. Hata wakina Samora Machel walikuwa hapa. Wakina Tibaijuka walikuja wote. Nani akaja anaitwa nani huyu? Kikwete karudi. Kisha baba mkali kabisa alikuwa anaitwa Mwalimu William Benjamin Mkapa. Akapewa mikoba ya kunyoosha mambo. Upande wa ODM walikuwepo na William Ruto, Musalia Mudavadi, Sally Kosgei, Daktari Najib Balala. Nasema wale ambao waliwekwa kwenye jopo la kupatanisha sasa kutuliza mambo. Upande wa pili alikuwepo Bi Martha Karua na genge lake. Unaona? So mvutano hapa ikaonekana kwamba Ruto ako na msimamo mkali. Karua upande wa Kibaki ana msimamo mkali. Benjamin Mkapa aliwatoa wote. Akabaki na sober minded. Na akaamuru mambo ambayo walipaswa kufanya ili kuweza kuleta utulivu, Kenya isonge mbele na Afrika Mashariki iwe na utulivu. Manake Kenya ikitetereka ama ikiumba, the entire region is in mess. Na Afrika kwa ujumla. Watu wote walitoka wapi? Walitokea TZ. So there's no way Mama Samia atakwepa watu kutoka katika mataifa husika. There's no way. Iko intertwined. Unaona So Martha Karua anazusha upande huu. Lakini tukiangalia rekodi yake pia tunaangalia unaona alivyovuruga that time. Lakini leo hii kwa vile ni mwananchi lakini cheo chake kile cha wakili na mwanaharakati bado ipo. Lakini pia tunaangalia track records. So activism there's no way tutakwepa, iwe ni Tanzania iwe ni Uganda. Labda tu kule Ethiopia tutazungumzia siku fulani changamoto zake na Rwanda. Kwa sababu yale ni mataifa ambayo yanaongozwa na majemedari wanajeshi. Lakini katika mataifa mengine lazima tutakuwa tunashirikiana kwa njia moja ama nyingine. Hata hivyo juzi tu East Africa imepeleka wanajeshi Uganda. DRC. Tanzania wamekuepo pole kwa muda. Walikuwa wanataka kufanya nini? By the way, walikuwa wanataka kufanya nini? Tunategemeana. Iwapo kwa vyote vile walibeba silaha na mambo mengine ambao kwa kweli ni hatarishi katika usalama wa taifa, then pale ingekuwa ni serious. Lakini kama wamekwenda kusikiliza na kujaribu ku-argue out, nadhani wangepewa nafasi. Sinadhani huwa kuna ushirikiano kati ya wanasheria ambao wanatoka Afrika Mashariki chini ya jumuiya ya ukanda wa Afrika Mashariki. Ambapo inaruhusu unaweza pata kama ni mwanasheria kutoka nchini Kenya lakini anapewa kibali ya kumwakilisha mtu yeyote ambaye anajihisi ya kuwa wanamkomoa kisheria katika nchi husika. Sio Kenya tu. Kulikuwa na wahalifu walioshtakiwa katika mahakama ya jinai. The inductees washukiwa wa uhalifu. Ilikuwa ni uhalifu wa nini? Ilikuwa ni mauaji ya halaiki. Unakumbuka Mheshimiwa Ruto akipelekwa Hague? Unakumbuka Uhuru Kenyatta akipelekwa Hague? The Ocampo 6. Wale mawakili ambao walisimama kizimbani, baadhi yao walikuwa ni wa Kenya. Profesa Kindiki aliwakilisha Uhuru Kenyatta plus Ocampo and the rest. Katwa Kigen wakili aliwakilisha Mheshimiwa Ruto. So ukiwa ni wakili wa kimataifa uko na haki ya kwenda kufanya kazi zako kimataifa. Profesa
George Wajakoya. Naam. Anawakilisha wakina Lema, God bless Lema na kadhalika. Wa kimataifa. So itakuwa ni hali ya ushamba tu ama udikteta kunyima wataalam kufika kumtetea mshtakiwa ama mtuhumiwa. Unaona? Na nimesema kama nilivyotanguliza hapo awali kwamba ni swala la muda tu. Lakini wakati utafika itafunguka. Kwa sababu kwa sasa mchakato mzima pale Tanzania kile wanachotafuta wale wapinzani ni katiba mpya. Jaji Warioba alikwisha ongea. Mikakati yote imewekwa. So ni swala tu la kufanikisha, manake wanakwenda katika uchaguzi na uchaguzi wenyewe chama tawala ndio imeandaa kila kitu. Ndio referee, ndio mwenye uwanja, ndio mwenye kila kitu. Utapata haki. Nilikuwa nasikia aliyekuwa mbunge wa Tarime mjini ambaye anajulikana kama John Heche. Unamjua, unamsikia? Ni Mkuria huyo. Mpambanaji huyo. Mpambanaji huyo. Alikuwa anasema kuwa hakuna vile unaweza weka mchezo wa mpira wa miguu ambapo Yanga wanamenyana na Simba alafu muamuzi ni Haji Manara ama semaji wa Yanga. Pale saini Ali Kamwe na nani Ahmed Ali. Ahmed Ali. Zamani ilikuwa ni Jerry Muro dhidi ya Haji Manara. Haji Manara. Yeah, lazima level kuwe na plain and safe level ground. Unaona? Kwa faida wahusika timu zote mbili. Manake kwa sasa kwa namna hali ilivyo, it's not going to be free and fair elections. Inaenda kuwa ni mtu anaenda kujilazimisha. Kujilazimisha. Kuhusiana kesi ya Lissu na utawala na mambo na uchaguzi, nadhani tutatekenya baadaye. Tukisonga mbele, kuna wanaharakati wawili. Boniface Mwangi ambaye ni raia wa Kenya. Ikumbuke ya kuwa Boniface Mwangi pia ni mwanahabari wa kupiga picha. Jamaa ambaye amepata umaarufu zaidi dunia nzima kwa kudocument maovu ambayo yalikuwa yanafanyika mwaka wa 2007 ambapo Kenya walipata msukosuko ama vita baada ya uchaguzi. Alafu kuna mwanadada fulani pia anajulikana kama Agatha ambaye pia ukiangalia CV yake unapata kama ni mwanahabari pia, mwandishi na ni mwanaharakati raia wa Uganda. Sasa wawili hawa walikuwa wanazuiliwa na vyombo vya dola nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kisa na maana wanasema kuwa walikuwa wamekiuka zile sheria za uhamiaji. Kwa maana Boniface Mwangi ni kama kuna jinsi alivyopenya akajipata hotelini pale Serena jijini Dar es Salaam, ambapo kulikuwa na video moja pili kuna tembea kwa kasi zaidi ya watu ambao wanaaminika ni maafisa wa polisi, jeshi la polisi ambao walienda katika Serena Hotel wanajaribu kumwambia Boniface Mwangi bana, fungua mlango tuongee. Fungua mlango tuongee na wale strangers. Hao strangers. Alafu Boniface Mwangi anasema kuwa mimi sitafungua. Siwajui nyinyi akina nani, unaona? Mjitambulishe. Jijui jamaa anamwambia bana, utaharibu. Wewe fungua. Unajua waliongea na Boniface Mwangi hadi lafudhi ya Boniface Mwangi kabadilika, akaanza kuongea ile lafudhi ya Uswahilini, unaona? Na mimi siwezi fungua. Siji bwana, mimi siwajui. Mimi siwajui, siwezi. Yeye akina nani Mimi sijafanya makosa, unaona? Alafu kesho yake pia kukakuwa na video fulani ambapo Boniface Mwangi alikuwa anapata kiamsha kinywa na alikuwa na rais wa Tanganyika Law Society anaitwa Mwabukusi. Mwabukusi yule mwanasheria yule. Mwanasheria. Sasa hawa ni watu ambao walikuja kumchukua Boniface Mwangi. Na Boniface Mwangi anamwambia mjitambulishe, unaona? Hadi nilikuwa naona kama Mwabukusi alikuwa anajaribu kumdhibiti na anamwambia Boniface Mwangi relax. Hawa watu tunataka kudeal nao. Unaona? Alafu baadaye Mwabukusi akatoa taarifa akasema kwa Boniface Mwangi amechukuliwa na jeshi la polisi kwa mahojiano, unaona? Sasa mahojiano ikawa sasa ni torture, unajua torture? Ikawa ni torture, wanamfanyia ufundi. Torture hiyo katika taratibu zile za kupata information, taarifa kutoka kwa mhusika. Hapa anasema kwamba serikali ya Tanzania iliwashika mateka.
na kuwaficha wasijue, yani watu wasijue wako wapi. Mpaka hata kupitia serikali ya Kenya, unajua ile Vienna Convention inasema ukishika raia yote wa taifa la kigeni julisha ubalozi wake. Na utaratibu uanze kufuatwa. Sasa wale wakafanya vya kwao kinyemela wakamweka kule 1 2 3. Boniface Mwangi, iwapo kwa vyote vile waliona hapaswi kwa Tanzania, angeweka kwenye ndege na rudishwe moja kwa moja. Si kuna sababu ya kumpitisha katika kile ambacho tunaita dhiki kuu ya tocha na kuja kama na chechemea. Jamaa haitembea vizuri. Anamwambia sifu mama, sema mama. Ndio ile taifa mama. Nani alizungumzia hapa nani? Hussein Khalid. Nani Tundu Lissu kwamba pale ni mama. Yani ni kama zamani Kenya ilikuwa ni Moi, baba Moi tawala, KANU jogo. Yani kama wewe si mfuasi wa KANU na unasifu na kuabudu Moi, uchawa. Ni uchawa. Naona kina Mwijaku and the rest wale, unaona hapa hata Kenya kuna huyu jamaa ni maslahi tu, ninja hii ninja. Unaona, ili kuishi safe in the society. Inaeleweka ni kazi hiyo, lakini so imekuwa ni changamoto kubwa sana. Kenya imetoka pale I think in 90s. Mpaka Moi na Salimu Amri mwisho anaachia ngazi. So Tanzania bado wako kule. That's why maisha lazima kwa vyote vile kubadilika kwa maisha na taratibu za uendeshaji wa serikali na mambo ya msingi lazima wapate katiba mpya ambayo itawapa uhuru ule wa kufanikisha mengi. Lakini the way ipo rigid kwa sasa ni ngumu sana mzee. Maana hata kitu kama dual citizenship they can't afford it. Kenya hapa ilipeanwa kitambo, ukitaka kupata uraia wa Marekani uwe Mkenya, uraia pacha. Pata uraia wa Tanzania na Malawi ama unaona kitu kama hicho unaruhusiwa. Unaweza ukainvest mahali popote, lakini kule bado wako somehow rigid. Na ndio sababu nadhani wakati umefika, wengi wale jamaa wamefanya nini? Wameanza pevuka, unaona? Wanataka sasa mabadiliko na itawasumbua. Mimi naambia itawasumbua kwa sababu ni dunia ya utandawazi. Watu wameishi nje ya mataifa yao, wamejionia mengi na maendeleo, na bila shaka watatamani kuona nchi kifunguka kwa faida ya wananchi. Unaona? Wananchi husika. Ni tofauti na Ethiopia na North Korea. Na hata Eritrea pia. So Tanzania kwa kila kupitia CCM wanajaribu kuimpose utawala kama ule wa North Korea, Eritrea na Ethiopia. Kwa hiyo inamaanisha kuwa wanaweka pazia kwenye lango la ufahamu. Yani watu wanajaribu kudhibiti information is fine nini? Manake an informed person eventually will be a free person. A very dangerous person. Kama hapa Kenya sasa unajua almost everybody. Hata upate mtu anauza pale gengeni pale anakata mboga mtu mwendesha bodaboda ama bajaji. Yule ni mtu ambaye anajielewa, unaona hata askari akiingia na muuza ni aje? Inakuaje mzee? Kwa nini ABCD? Na hata anaweza enda mahakamani atoka. Yani hapa Kenya kila mtu anajua haki yake, unaona? Bora usivunje sheria. Na ndio kwa maana kuna jamaa alikuwa ananipigia story. Ananiambia kuwa hapa nchini Kenya, yani Wakenya huwa ni watu wengine ambao wamejielewa, wamepevuka pia, alafu ni watu ambao hawana mengi na wageni. Kwa maana mgeni anaweza kuja hapa Kenya na awekeze ama akae hata kitu kama mwezi mmoja ama mwaka mmoja. Wanaishi wa Tanzania wangapi wako hapa Kenya? Hakuna Mkenya ambaye anaweza muuliza kuwa bana unafanya nini hapa. Sisi tuhusu hata sometimes hata jirani yako huna habari naye. So long as hakuna uvunjifu wa nini? Sheria.